time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. Ni wakati wa tumaini la ajabu na furaha na matarajio makuu na utekelezaji, lakini ili kuwa na uhakika wa matarajio ya kesho, tunapaswa kukataa unabii wa manabii wa uongo na utabiri wao wa kitabu cha Ufunuo, alisema Donald J. Trump, rais wa Marekani. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Okay, katika somo la leo party 5 ya Yeriko 2030. Nini Mungu anataka tujifunze tena? Nini Mungu anahitaji tujifunze tena? Hapa tuko na video inayoonyesha agenda 21, agenda 21. Kulikuwa na agenda inaitwa agenda 21, agenda 21. Hata ukienda Google kuna agenda ilikuwa inaitwa agenda 21 ya UN ambayo ilikuwa inaitwa, kirefu chake ilikuwa inaitwa agenda 2021. Kabla, wakati wanatoa ile agenda 2030, kulikuwa na agenda 21. Agenda 21 ilikuwa imejikita katika nini? Agenda 21 ilikuwa imejikita katika kuwaita watu wote wa dunia kuweza kuhamia mijini. Agenda ilikuwa ni kuhamia wapi? Mjini. Wapendwa, ilikuwa ni kuhamia mjini. Mpango mmoja ambao ulitoka katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kule Vancouver 1976. Katika mpango huu ulikuwa kwamba watu wanaokaa vijijini waweze kutolewa na kupelekwa katika majiji, yani miji mikubwa, na kukusanywa pamoja. Katika mkutano huu wa Umoja wa Mataifa mwaka 1976 Juni, makubaliano yalitolewa ya kwamba Umoja wa Mataifa katika mikutano yake inatakiwa ijadili kuhusiana na makazi ya wanadamu, na ulifanyika Vancouver, Canada tangu Mei 31 hadi Juni 11, 1976. Mpango bora wa makazi katika majiji na miji midogo. Na kile kilicholengwa ilikuwa ni all urbanization. Walisema kuwa kitu kimoja cha muhimu zaidi ni elimination of social and racial segregation, ni kuondoa ubaguzi wa kijamii, vikundi vya kijamii, pamoja na ubaguzi wa rangi, na hata inter area among other things, na vitu vingine kutumia kwa pamoja, ikiwemo kushare nyumba za ibada ili kuondoa utengano wa mambo ya dini. Ndio ilikuwa agenda 21 ya Umoja wa Mataifa. Agenda ya Umoja wa Mataifa ilikuwa ni kuhamishwa mjini. Na hivyo mkakati huo wakati unaendelea, watu wamesahau kwamba hiyo agenda iko pale pale. Agenda ya Umoja wa Mataifa ni kuhamisha watu wote kutoka vijijini kwenda wapi? Na hiyo tunaipata wapi kwenye Biblia? Tunaipata katika kitabu cha Mwanzo, kuanzia ile sura ya 37, 38, 39, kwenye harakati za Yusufu wakati amewekwa kuwa mkuu gavana wa kukusanya mapato kule Misri. Yusufu alikusanya mapato, ile ilikuwa na miaka 7 ile ya shibe, kisha kulikuwa na miaka 7 ya njaa. Kwenye miaka 7 ya njaa watu waliishiwa kila kitu. Waliishiwa nini? Kila kitu, wapendwa, kikaisha. Kilipokuwa kimeisha, wakaanza kukopeshwa. Yani unatoa ng'ombe unapewa chakula. Wengine walipewa nini? Wengine walipewa chakula wakatoa mashamba. Ikafikia mashamba yakaisha. Wakapokea chakula, wakatoa wana na binti zao, wakaweka bondi watoto, wakaweka rehani watoto wao kwa serikali. Baadaye nao watoto wakaisha. Sasa ikawa ni nini? Kuuza nini sasa? Vitu vyote vimeisha. Wakasema sasa si tunajiuza sisi wenyewe. Wakajiuza wao wenyewe. Wakawa sasa wakasema kwamba sisi tutamtumikia Farao mpaka ili tuishi tusife. Wakamtumikia nani? Farao. Ndipo Yusufu akaagiza, sawa, mmekubali kuwa watumishi wa Farao? Ndio. Mtamwabudu Farao? Ndio. Mtatoa zaka na sadaka kwa Farao? Ndio. Sasa tunawahamishia wote mjini, maana nyinyi ni mali ya Farao. Walihamishiwa wote mijini, wote yani magari yakasambazwa vijijini, yakabeba watu kuleta mjini. Maana wote wamekuwa mali ya nani?
Bwana asifiwe. Unakuwa mali ya nani? Ya Farao, mpendwa. Sasa je, katika siku hizi za mwisho uko tayari kuwa mali ya Farao, mpendwa? Yaani mimi kama mimi, wewe kama wewe, somebody kama somebody aende kuwa mali ya nani? Ya papa. Maana Farao alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa the son of Ra, mwana wa Ra. Ra ni nani? R-A. Maana yake ni the God, the sun God, the sun God. Mungu jua alikuwa ndio anaitwa Ra kwa kifupi. Kwa hiyo alikuwa anaitwa Farao, yani the son of Ra. Yani rais alikuwa anaitwa mtoto wa Mungu jua, mtoto wa shetani kwa kifupi, na maana halisi alikuwa anaitwa mtoto wa shetani, mpendwa. Kwa hiyo rais alikuwa anaitwa mtoto wa shetani. Hata wengine walikuwa wanasema sisi ni watumishi wa Farao, maana yake wao ni watumishi wa mtoto wa shetani. Kama vile leo upapa unaitwa the Vicarious Fidei. Vicarious Fidei. Upapa unaitwaje? Vicarious Fidei. Yaani mwakilishi wa Mungu duniani. Lakini ni wa Mungu? Hapana, ni mwakilishi wa shetani duniani. The Vicar of Satan. Vicar of Satan. Yaani mwakilishi wa shetani duniani, maana ndiye Mungu wa dunia hii. Anaitwa Mungu wa dunia hii, ndogo, Mungu wa dunia hii. Sasa watu walikubali wamtumikie nani? Farao. Wakatolewa kwenye vijiji wakaletwa mjini. Na kumbuka ya kwamba watu hawa walijiuza wenyewe. Si kwamba Mungu aliwauza, walijiuza wenyewe na mashamba yao kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya nini? Wakati huo wanasema kwamba upendo hauhusudu, upendo hauhesabu mabaya, upendo haubadiliki. Sasa ilikuwaje? Wakajiuza wao wenyewe, wakasahau Mungu. Tutaenda kuangalia amri 3 za Mungu za mwanzo na maana yake halisi ambayo huenda hukuijua. Sasa tupige magoti tuombe, kisha tuende tukaangalie agenda 21 ina maana gani. Somo linasema Jericho lockdown ya Laodikia na madhara yake, na hodi za mwisho za Yesu. Yesu anafanyaje? Anabisha hodi, anagonga. Hodi zake za mwisho zitakuwa ni za ajabu. Maana wanasema kwamba mtu akiwa anapiga hodi, mara ya kwanza ataita tu fulani fungua. Mara ya pili akiona usikii anaanza kugonga. Akiona usikii anaanza kupiga ngumi nini? Murango. Akiona usikii sasa ananyanyuka na geti. Maana Yesu utaenda kuona habari hapa nini kinaendelea. Hodi za mwisho za Yesu. Je, katika siku hizi za mwisho Yesu yuko ndani yako ama Yesu bado anabisha? Na unafikiri ataendelea kubisha hadi lini? Lockdown ya Jericho ina siri kubwa. Tuombe. Baba yetu mwema, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Roho yako Mtakatifu awe kiongozi. Neno lako likaingie katika mioyo yetu, likatawale akili zetu, likatakase nafsi zetu. Katufumbue macho yetu, ukatusaidie kujua na kuyafanyia kazi, kwa sababu muda ni mchache. Yatosha kusema ya kwamba wewe ni pendo, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa kutukuzwa, Mungu wa kuheshimiwa, Mungu usiyebadilika. Kesho yetu ijalie kuwa ni njema. Japo mianzo yetu si mizuri, lakini Bwana tutetee, tujalie mwisho mzuri. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hebu chukua Biblia yako. Chukua Biblia yako, twende kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3. Ufunuo sura ya 3 inasemaje? Ufunuo sura ya 3 inafanana kabisa na Jericho ilivyokuwa. Kuna matatizo ambayo katika maisha yetu tukiyafanyia kazi, hakika tunaweza kufaulu mtihani uliopo hapa katika siku za mwisho vizuri tu. Katika Ufunuo 3 fungu la 14 neno la Mungu linasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina,
shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa mwanadamu, kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Sikia, upendo wa Mungu na wanadamu ni sawa na ndoa. Ni sawa na nini? Na marriage. Sasa upendo huu anasema ya kwamba ni bora ungekuwa ni moto au ungekuwa baridi. This love between God and man. Mungu anatamani kama ni upendo uwe moto kabisa. Lakini kama upendo ukiwa vuguvugu, yani si baridi si moto, anasema kwamba hiyo ni love ambayo iko neutral love. Hii si upendo. Sasa Mungu anafanya nini? Akasema hivi ya kwamba wewe, tatizo langu wapendwa, Yesu anasema ya kwamba anayejua vizuri sana matendo yetu. Hakuna ambacho tunaweza kumficha. Hakuna ambacho yeye hajui. Anajua kila kitu, cha gizani, cha wazi, anajua. Na akasema ya kwamba wewe ubaridi, hauko moto, na ingekuwa heri tuwe upande moja. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Mpenzi, Mungu anasema ya kwamba akiona mambo hayabadiliki, basi atatapika. Atafanyeje? Atatutapika, ataspew, atathrow away. Atafanyeje? Kwa nini sasa atutapike? Anatapika kwa sababu ni kitu akimezeki. Maana si kiko akieleweki. Sasa yeye Mungu, kwa nini hawezi kumeza kitu ambacho hakieleweki? Nitakupa sababu kwenye amri ya kwanza, ya pili na ya tatu ya Mungu. Anasema ya kwamba fungu la 20, tazama na simama mlangoni. Hivi kama ni ndoa imefikia watu wamefungiana nje, hiyo ujui ilivuka nini? Ilianza mchakato mpaka ikafikia watu wakafungiana nje. Ukikuta mwanamke imefikia anafungia mume wake nje asiingie ndani, ujue problem haikuanza siku hiyo ya kufungia. Problem ama tatizo lilianza kitambo. Na lilianza kitambo mpaka ikafikia mahali wanafungiana nje. Ndio maana ukisoma ujumbe kwa Laodikia, unaambiwa ya kwamba mwanzoni walianza wakiwa na upendo. Si ndoa ya mwanzo ilivyokuwa, walianza kwa mapenzi moto. Nimekutoa nchi ya Misri, nikakufanya nini, nikakupamba, nilikupenda. Yani wakafanya maagano mazuri. Ni kama vile wewe ulivyobatizwa, ile siku umebatizwa, ulivyofurahi ulipoamua kwamba sasa nakuwa Mwadventista msabato. Jinsi ambavyo ulikuwa moto, imani ya moto, kana kwamba yani ulikuwa umechelewa. Jinsi ambavyo ulidondosha vitu vyote, mizigo yote ukatupa, ukasema mimi na Yesu penzi jipya. Lakini baada ya muda kukaingia kitu ambacho ndicho kinapelekea sasa mgogoro wa marriage, wa ndoa. Baada ya kuwa umeishi na Yesu, baadaye kilichopoteza unajua nini? Time, the Sabbath. Kilichosababisha upendo upoe ni kupuuza Sabato. Kupuuza nini? Sabato. Ngoja nikueleze vizuri. Sabato ni muda ambao Mungu ameutenga wa kutumia na mke wake, yani watu wake. Sabato ni ya Bwana. Anasema kwamba mwana wa Adam ndiye Bwana wa Sabato. Yani yeye ndo alitenga hiyo special time with his wife. Yeye alitenga muda na mke wake. Na Biblia inaweka wazi kabisa katika kitabu cha Yeremia akisema ya kwamba mahusiano ya Mungu na wanadamu yamefananishwa kama vile nini? Ndoa. Kitabu gani? Isaya 54. Isaya 54. Isaya 54 fungu la 5. Hebu tusome hapo Isaya 54 fungu la 5. Isaya 54 fungu la 5. Inaonyesha kwamba mahusiano yetu na Mungu yalikuwa kama ndoa. Isaya 54 fungu la 5. Isaya 54 inaonyesha kwamba tulikuwa kama wapenzi. Fungu la 5 inasema kwa sababu muumba wako ni mume wako. Kwa sababu muumba wako ni nani? Ni mume wako.
Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye anaitwa Mungu wa dunia yote. Yeye anaitwa mkubwa, Mungu wa dunia yote. Naye anafananishwa na mume. Kisha anasema, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni, kama mke wakati wa ujana utupwapo, asema Mungu wako. Amen. Kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Mungu anatukusanya kama vile mtu anavyofuata mke wake. Na kitabu cha Yeremia 3:20 kinasemaje? 3:20 Yeremia kinasema vizuri ya kwamba mahusiano yetu yanatakiwa yaende deep and deep and deep. Yeremia 3:20. Mahusiano, relationship na Mungu inatakiwa siku za mwisho iwe kubwa. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake. Ndivyo ambavyo upendo wake inatakiwa tufahamu deep zaidi na zaidi. Inasema katika fungu la 20 Yeremia 3 inasema, hakika kama vile mke amwachavyo mumewe kwa hiana, ndivyo mlivyo nitenda mimi kwa hiana, nyumba ya Israeli, asema Bwana. Problem ni nini? Problem ni Sabato. Yaani siri ya mambo yote na mvurugano wa ndoa ni Sabato. The Sabbath. Why? Sabato hii Sabato yenye maneno machache tu, kwa kifupi inaitwa time. Time nini? Together with God. Time together with God. Muda pamoja na Mungu. Together with God. Muda pamoja na Mungu. Sasa kwa nini muda pamoja na Mungu? Alitenga 24 hours bila kugusa kitu kingine. 24 hours bila kugusa kazi nyingine. Masaa 24. Hiyo ni kwa wiki. Masaa 24. Ukiacha masaa moja asubuhi, moja mchana, moja usiku. Aya. 3 hours interval. Asubuhi saa 11 mpaka saa 12. Meditation na Mungu wako. Time together with God in the morning devotion. Kwenye kesha la asubuhi. Kisha ikifika saa 6 mpaka saa 7, time together with God. Kisha kuna saa 12, time together with God. Kisha kuna saa 2 hadi saa 3, muda na Mungu kwa maombi tena. Hii Sabato masaa 24. Tangu ufunguzi wa Sabato hadi kufunga Sabato. Hii hapa jamani, tukifuata hii ndoa haitaitwa tu ndoa. Sawa? Hii haitaitwa tu ndoa. Hii inaitwa kutembea na Mungu. Inaitwa kutembea na nani? Kutembea na Mungu. Hii ndio nasikia Enoka akatembea na Mungu. Hii hapa inaitwa walk with God. Walk with God. Walk with God. With God. Hii unatembea na nani? Saa 12 ulikuwa naye. Saa 6 ulikuwa naye. Saa 12 jioni uko naye. Saa 2 hadi saa 3 uko naye. Na usiku unaamka unaomba. Na alfajiri. Kwa nini usiwe kama Enoka? Kwa nini usiwe kama Enoka ukifanya hivyo? Kwa nini usiwe? Kwa hiyo tunaposema kwamba Enoch walked with God, Enoka akaenda na Mungu, akatembea na Mungu, ilikuwa ni time together with God. Alikuwa ni swala la yeye kuwa na muda na nani? Na Mungu. Haleluya. Na wakati ako na muda na Mungu, yeye ndipo alipata kuwa kama Mungu. Amen. Sasa hii ndoa ilikuwa ni ndoa paka Mungu akasema hivi. Si Yesu alituahidi ya kwamba tazama naenda kwa baba yangu, kuna makao mengi, si ndio? Lakini akasema kwamba nami nitakuja niwatwae ili mahali nilipo nanyi muwepo. Hivi kama umepata mchumba ukampenda, mkakubaliana, si akiwa anakupenda sana, si baadaye utatamani ukae naye? Ndivyo Mungu anatamani tufikie mahali yeye mwenyewe atuijie duniani, ikiwezekana before the time. Enoka alipendana na Mungu. Enoka alitembea na Mungu. Muda wote ilikuwa ni yeye, mawazo ni Mungu. Mawazo ni Mungu. Every hour. Kila
kila saa, kama ule wimbo namba 16. Ilikuwa every hour, ilikuwa anawaza mpenzi wangu Mungu wa mbinguni, mpenzi wangu Mungu wa mbinguni. Leo je, unawaza nini kichwani mwako? Au hata sasa tunapojifunza neno hapa, tayari kuna mapenzi mengine yanaendelea huko kichwani, rafiki yangu. Unawaza vitu vingi. Huenda hapa tayari kwenye simu zinaingia message, na simu missed call kibao zinakuja zinasema acha Mungu njoo huku mpenzi, acha Mungu njoo huku mpenzi. Na mambo haya yanapoendelea, jamani, kinachoenda kutokea ni hiyo ndoa kuvurugika. Why? Laodikia haikuwa tu from nowhere afunge murango Yesu awe nje. Ilianzia mbali. Kwanza, Laodikia walikuwa ni mji umejaliwa utajiri, walikuwa na madini. Ule mji ndio ulikuwa ni center ya biashara ya madini. Soko kubwa la dhahabu, soko kubwa la almasi ilikuwa Laodikia. Kama vile Yeriko ilikuwa ni soko kubwa la nini? La madhabahu na madini. Na ukitaka sanamu nzuri ya Maria ilikuwa inapatikana Yeriko. Ukitaka sanamu nzuri ya Yesu, kama wewe ni Mroma, ilikuwa inapatikana Yeriko. Maana wale wataalamu wa kusubu na kufinyanga vizuri walikuwa inapatikana Yeriko. Alafu walikuwa wanatengeneza mikufu ya shingoni mizuri. Kwa hiyo habari ni kwamba watu walikuwa hawawazi Mungu, maana muda wote wana vitu vingine. Kwa hiyo walianza kukanseli Sabato. Hapa Yeriko hapakuwa na 24 hours ya Sabato. Jeriko hapakuwa na Sabato. Alafu pia huko Laodikia nako hapakuwa na Sabato, palianza kufa. Maana hawa watu walikuwa wanawaza all the time, they are thinking about gold. Wanasema dhahabu tuko nayo, mji huu una kila kitu, maji yenyewe hatuhitaji kuchimba chini. Hawakuwa na visima wale, walikuwa na mapipe yanatoa maji kutoka wapi? Kutoka Rumi, yanakuja paka huku. Kwa hiyo alikuwa anatoka kule ya baridi, yanapita kwenye ile pipe, imepita kwenye milima na miamba, inakuta sehemu zingine kuna moto. Kwa hiyo zile pipe zinakuwa zinapashwa moto. Kwa maji yakifika kule, yalitoka kule ya baridi, yanafika kule yamepata kajoto joto. Sasa wanapoyatumia wanafurahia, yani yanakuwa vugu. Kumbe ndio na hali yao ya kiroho inazidi kufanya kupoa. Maana wanachukua maji from Babylon, from Rumi. Maji, kila kitu kilikuwa generated, kinaletwa huku. Dhahabu zinaletwa huku. Yani kila kitu, hawana kitu cha asili yao. Wakaanza kuwa busy. Walikuwa nini? Busy people, busy church, busy people, busy church. Hili kanisa busy ndio lilipelekea likapunguza masaa ya Sabato. Sabato ilikuwa inaanza jioni. Hili kanisa likaanza kuwa linaanza saa 1. Yani kutoka saa 12 wao wanafungua Sabato saa 1. Maana pia walikuwa wamedanganyika na mali za ulimwengu, na kuipenda dunia ni kuwa adui na Mungu. Basi ikawa hivyo. Baadaye ikawa Sabato inaanza saa 6 usiku. Maana wako busy church. Hawana muda na Mungu. Na vitu kadri walivyokuwa wanazidi kuwa busy, sheria zilitolewa. Wakaagizwa watu wahamie mijini kama wanataka service, free service. Come to the city, free service. Kama leo tunaona hapa, welcome to 2030 World Economic Forum, wanasema karibu 2030, similiki chochote, sina kitu binafsi na maisha hayajawa bora. Akasema welcome to 2030, karibu mwaka 2030. Si ndio tunaelekea? Imebaki miaka mingapi? 6. Imebaki 6. Imebaki 5, rafiki yangu, imebaki 5. Kwenda wapi? 2030, kwenye majiji hayo ambayo yatatengeneza busy church. Kanisa lilo busy. Hey, busy na nani? Busy na dunia. Na kuwa rafiki wa dunia ni wadui na Mungu. Kwa hiyo ni kanisa ambalo linapigana ngumi na Mungu. Ni kanisa ambalo linajifungia ndani, linajifungia kwenye lockdown. We don't want anything from you. Wanapiga lockdown. Ndipo itatimia. Kwa nini huyu Laodikia alisema nasimama? Yesu anasimama wapi? Mlango. Anabisha hodi. Ukinifungulia nitakuja tukae kwako, nikae ndani yako, nile chakula pamoja na wewe. Kila kitu
lakini likasema kama dhahabu niko nayo na kila kitu niko nayo, everything is in that city of 2030. Kama kila kitu watakuwa navyo, kanisa liko ndani ya lockdown, soko liko, gym, shule, kila kitu kitakuwa ndani ya hiyo miji. Hii miji narudia tena, yani hatuwezi kuwa kanisa bize alafu tukawa kama Enoka. Narudia tena, ule wimbo huwa tunawimba vizuri sana katika nyimbo za Kristo. Nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoko, mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu nitembee nawe, ukinishika mkono, anasa kwangu hasala. Ngoja sasa nikwambie, si wewe tunaimba anasa kwetu ni hasara. Hey, come to the life. Nini tumewekeza zaidi kwenye anasa za dunia? Sasa Yesu anataka tushike mkono tuwe kama Enoka. Enoka ana masaa ya kuomba mara 3 mchana. Usiku ni maongezi na Mungu muda mwingi. Sabato the whole time 24 hours yeye na Mungu. Hatuwezi kufikia kutembea na Mungu wakati tuko busy kiasi kwamba Roho wa Mungu anaposema time for devotional, wakati wa kesha la asubuhi, ndio unafunga moyo usisikie sauti ya Roho Mtakatifu. Unafunga lockdown usisikie karibu ibada. Wakati inafika mchana, Roho wa Mungu anakumbusha omba, tuko hatarini. Ndipo ambapo unafunga nini? Mlango, ili kwamba uzidi kuendelea na kazi. Hata kila mtu anasikiaga hiyo sauti, hata mimi wanasikia. Muda mwingine hata uko kwenye gari na ghafla tu naambiwa ni saa ya kuomba. Sasa unafunga tu, unafanya hujasikia, unafanya kama hujasikia. Ndivyo hivyo. Sasa wakati Mungu anakukumbusha, anasema relationship is time, relationship is time. Mahusiano ni muda pamoja. Sasa hii system ya busy church, ya kanisa lilo busy, itaenda mpaka lini? Punguza mambo mpendwa, muda umeisha, ndoa inakaribia. Punguza mambo. Punguza nini? Anasa. Anasa kwangu hasara inatakiwa iwe ni maisha yetu. Ule wimbo tunaposema anasa kwangu hasara, iwe nini? Iwe maisha sasa. Maana tumebakiza miaka 5 ya kukamilisha agenda ya UN. Inayofuata ni ya Yesu. Inamalizika ya United Nations, inakuja ya United Heavens. Inakuja ya nini? United in Heavens. Yani mbingu, muungano wa mbingu, umoja wa mbingu. Umoja wa mbingu una agenda zake. Zenyewe ni agenda zinaitwa Agenda 2031. Agenda 2031. Miaka 6000. Wengine wanasema hii miaka 6000 hawaijui, wengine wanasema wanaijua, lakini hii haina maana sana. Sikiliza nikwambie. Yani utajua kuwa ina maana. Kwa nini? Utajua kuwa ina maana. Kwa nini? Hata Sabato wengine walisema haina maana. Kumbe ina maana. Kama Sabato ina maana, hii hapo utakuja kujua kama haina maana. Wengine wanasema hatujui huu inaanza saa ngapi. Hatujui miaka 60 inaanza saa ngapi. Kwani hujui Sabato inaanzaga saa ngapi? Hujui siku 6 za wiki zinaishaga saa ngapi? You don't know. Kama hujui, basi na hii miaka 6 endelea kukaa kuwa haujui. Ila ukiwa na muda na Mungu, you will know. Ukiwa na time with God, utajua. Maana ni mpenzi, atakwambia hakika. Na atakwambia Sabato ipo na ipo. Amen. Amen. Tunataka tutembee na Mungu 2031. Mungu yeye mwenyewe aone kwamba hao watu wamekuwa pamoja nami, mkono kwa mkono, moyo kwa moyo, bega kwa bega. Si vizuri niendelee kuacha kwenye hii dunia. Enoka alipokuwa aliko na Mungu muda wote, yuko na Mungu muda wote, Mungu mwenyewe akasema huyu kijana si wa kuacha hapa.
alibeba akaenda naye bila kuonja mauti. It was the life of relationship. Yalikuwa ni maisha ya mahusiano na Mungu. Kwa mahusiano yako na Mungu ndiyo yanaweza yakaamua Mungu afanyeje kwako. Maana kama mnapendana hivyo utaacha mchumba aendelee kukaa ukweni. Yani unampenda kabisa. Yani hata kama una hela itabidi unaweza ukakopa. Kasema ili kawahi karudi kaje nyumbani. Maana unakapenda na muda wote mko on charge. Muda wote huyu anamwaza mwenzake, huyu anamwaza. Kwa nini uchelewe? Utachelewa rafiki yangu. Kiona unachelewa ujue kuna shida. Kuna shida kwenye relationship rafiki yangu. Kama si uchumi, basi kuna shida pia kwenye hiyo relationship. Sasa tunafanyeje? Laodikia amejifungia ndani. Why? Tatizo la kwanza tumeona alimiss time, walipunguza muda na Mungu. Walipunguza muda na nini? Hiyo ni problem ya kwanza. Ndoa ikipunguza muda wa pamoja inakuja stage ya pili. Stage ya pili ni kufokeana. Stage ya pili ni kutamkiana maneno mabaya. Stage ya pili ndipo Mungu akaanza kufyatukia maneno. Huyu mpenzi anasema unanisumbua. Anasema nini? Usinisumbue, niko busy. Ndipo tunakuta kwenye Biblia watu ambao walikuwa wanafuatwa na Mtume Paulo. Anawaambia tunataka kunena habari zako. Kuna mtu mmoja anaitwa Feliki. Feliki alipoletewa ujumbe na Mungu kupitia kesi ya Paulo. Feliki alisema hivi, nikikuhitaji nitakuita, ila sasa hivi nenda. Yani sasa hivi niko busy. Nikikuhitaji nitakuita siku nyingine. Leo siwezi kusikia. Na watu Mungu anazidi kuleta ujumbe wa rehema kwao. Anawaambia, analeta wainjilisti, analeta wachungaji, analeta wajumbe, ujumbe kwa makanisa wa mwisho wa Mungu, ujumbe wa Mungu wa mwisho, si wa kwanza, wa mwisho. Ujumbe ambao watatu wengine wanasema kwamba hapana, haya mambo ya unabii tutakuita mwinjilisti siku nyingine. Tutakuita siku nyingine. Haya leo tunaomba tu tusomee mafungu hapo, tuombe haraka haraka. Tukitaka sasa kuja kutufundisha unabii tutakuita. Sikia, Feliki aliposema hivyo, alipofunga tu ule mlango, ndipo mlango wa rehema ukafungwa. Forever closed, forever lost. Usifungie ujumbe, usifungie nini? Ujumbe. Maana huwezi jua kumbe siku hiyo ndio dakika zako za mwisho. Unasema kwamba haya maneno haya ni magumu sana. Unaletewa video kwenye flash, unaambiwa sikiliza ujumbe huu hapa, kuna maneno yatakusaidia. Lakini unasema ya kwamba hapana, niko busy kidogo, nikikuhitaji nitakuja. Yani unaposema hivyo, yani huwezi jua ndio inaisha. Huko 2025 inaenda kwenye miaka ya hatari. Hodi za mwisho za nani? Za Yesu. Yesu anagonga za mwisho sasa hivi. Anapita kwa mlango, kwa mtu, anapita moja akibisha hodi za mwisho. Hodi za mwisho. Na hii hodi za mwisho haziko kama zile za kwanza. Za kwanza Yesu alikuwa na ujumbe wa hodi wa sauti, by voice. Alikuwa anabisha hodi kwa nini? Kwa voice. Hodi za mwisho za nani? Hodi za mwisho. Ziko aina ngapi? Aina 3. Sawa? 1, 2, 3. Sawa? Hodi za kwanza ilikuwa ni kwa sauti. Hata wewe si unajua kuenda sehemu kukubisha hodi watu wafungue. Ya kwanza unaita tu hodi, si ndio? Kwa sauti. Lakini ili ya pili huwa haitumii sauti, unagonga. Unafanyeje? Unagonga. Kama kuna geti, kama kuna mlango, unagonga sasa ngongong. Yani sauti hawasikii, unagonga. Sasa hii ya 3 hii inaitwa shaking. Hii unatikisa kabisa yani. Yani unatumia nguvu zote. Hii hapa inaitwa nini? Shaking. Tetemeko. Au kwa maana nyingine ni tukio. Yani unashtua. Yesu amekuwa akituita tangu mwaka 1844. Tangu kwenye movement ya uamsho wa Sabato tulianza kupigiwa kengele. Hukumu ya Mungu imekuja.
mcheni Mungu na kumtukuza. Ilikuwa ni sauti tu, ilikuwa ni sauti tu, ilikuwa ni sauti tu, akiwaita watu Sabato, muda na Mungu, muda na Mungu, muda na Mungu, muda na Mungu. Watu wakasema wao hawakuelewa ile sauti inamaanisha kwamba inabidi wawe na time na Mungu. Wanasema tu ni Sabato, kuifahamu kuwa ni Jumamosi basi. Lakini unafahamu ile ni Jumamosi, lakini huu muda, haya masaa 24 tunayatumia kufanya nini? Hapo ndipo shida. Tunayatumia kuchati, tunayatumia kulala, tunayatumia kula, tunayatumia kufanya nini? Maana Mungu ni mume, anahitaji kuongea na mpenzi wake masaa hayo. Je, unaendaka kuongea na Mungu siku ya Sabato? Ama ndo siku ya halo fulani, vipi? Wiki imeendaje? Freshi, mambo yaritiki. Sasa vipi? Sunday tukutane. Yaani watu wanaongea vitu vingi tu kwenye siku ya Sabato. Hawana muda na kusikia sauti ya Mungu. Sasa hii Sabato hatujaelewa. Yesu alikuwa anabisha kwa sauti, by voice. Sasa baadaye Yesu anaanza kugonga, akasema kwa Laodikia. Sasa Laodikia imeanza mwaka gani? Laodikia imeanza mwaka 1863. 1863 ndipo Ellen G. White aliposema ya kwamba now our church is in the state of Laodicea. Hawakuchukua muda kutoka Philadelphia, wakapoa. Watu wakawa busy. Kwa nini? Walisema kwamba tumekata tamaa kwa sababu ya kusubiri Yesu. Kwa hiyo sasa turudisheni nguvu yote ulimwenguni. Kitabu kinaitwa 1888 Material ya 1888 kinasema ya kwamba baadhi waliambizana ya kwamba imetupasa sasa kuwekeza duniani, tutazame chini badala ya kutazama nini? Juu. Tutazame ili tusije tukapungukiwa na mahitaji. Wakaweka nguvu yao yote duniani, wakawekeza investment za pesa za damu, tuliziona kwenye part 4. Wakaanza kuchukua pesa za United Nations, wakachukua mapesa ya kuuza silaha, wakachukua pesa, yani dili zote wakawa wanashughulika nazo. My friend, wakapoa. Sasa hali iko mwisho. Yesu anatumia nini sasa? Kwa sauti hatujaamka. Hii kwa kugonga. Yesu amegonga sana. Amegongaje? Miaka ya 1888 kuna Sunday law ilitaka kupita. Kipindi cha kina Alonzo T. Jones. Na mvua ya masika ikataka kunyesha, watu kule General Conference wakakataa. Wakasema pana, unajua tumetoka kwenye disappointment, unaleta tena hayo mambo ya Yesu anakuja. Hatutaki hiyo habari. Hapo ndo walifunga. Yesu akatoka nje. Ndio maana nataka tujiulize leo, je, Yesu yuko ndani ya familia yako ama yuko nje ya mlango? Je, yuko ndani ya moyo wako au yuko nje ya moyo wako? Yuko akilini ama yuko anabisha nje? Na hii kujifungia wenyewe kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema ni mbaya, kwa sababu unajifungia mwenyewe. Kuna watu hawataki kusikia ujumbe wa nabii. Kuna watu hawataki kusikia hayo mambo ya siku za mwisho. Hawataki kusikia kabisa. Wamejifungia wao lockdown kabla ya kufungiwa mlango wa rehema wasisikie. Maana mlango wa rehema utakapofungwa, Amosi sura ya 8 fungu la 11 inasema ya kwamba ndipo kutakuwa na njaa ya neno. Hawatayasikia, watatafuta wasikie, hawatasikia. Hapo ndipo Mungu atakuwa amefunga yeye. Lakini kabla ya, watu wenyewe wamejifungia, wanasema we don't want the message. Hatutaki jumbe. Hatutaki. Makanisa yamepiga fensi bado. Na hiyo fensi inazidi kuwa imara sana. Maana washiriki wanaambiwa, nyinyi mnasikiliza na kusoma ujumbe hayo ya akina Maringo na akina Oscar Mbajo, akina nani hayo, achaneni nayo hayo. Wanafungia mlango wa Roho Mtakatifu, wanamfungia nje. Wanasema we don't want to hear. Message zinakuja. Sikia, Mungu anachoenda kukifanya mlikuwa hamjajua. Hii namba 3 inaitwa nini? Akishaona
kwa kugonga amsikii. Anafanya nini sasa? From knocking anafanya kicking. Kicking. From knocking to kicking. Mwanzoni zinaanza hodi, 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 fungua. Ya pili, gong 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 gong. Ya tatu, kiki. Maana ni nini? Yeye Mungu ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Hawezi kuondoka tu kwamba hawafungui ngoja niende. We, alikuumba yeye. Alikutunza, alikufia, alitoa mahari ambayo hakuna mwanamume ashawahi kutoa ya maisha yake. Unafikiri ataondoka tu kwamba mwanamke ameniacha, amenifungia mlango, ana wapenzi wengine? Unafikiri ataondoka hivyo tu? Never. Sikia dunia, sikia. Yaani Yesu usifikiri ataondoka hivi hivi. Amna. Ufunge, usifungue, lakini kinachofuata tutakisoma. Na ndipo tutaenda kuona kwa nini Yeriko, mji mzima, walijifungia wakati Mungu amewatuma wana wa Israeli wapite kwenye mji wa Yeriko. Ilikuwa ni rehema kwa watu wa Yeriko. It was mercy to the people of Jericho, ya kwamba Mungu afanye wokovu kwao. Yaani Mungu anaporuhusu hata tu mtumishi wake au malaika wapite nyumbani kwako, au ujumbe upite kwako, hizo ni rehema. Hizo ni rehema za Mungu. Ukiona hata tu kwenye simu kamekuja karinki, hizo ni rehema. Ukiona tu accidentally, pasipo kutarajia, kamepita ka kitabu kwako, hizo ni rehema. Kwa sababu hawa watu wa Israeli walipopita Yeriko, ilikuwa ni rehema kwa watu wa Yeriko waweze kumjua Mungu wa mbinguni, waache miungu yao ili wafanyeje? Wamwabudu muumbaji. Sasa akili yao ilivyo mbovu, badala ya kuruhusu wao wapite, hata wasalimiane, waulizane huko Mungu wenu yukoje, je na sisi tunaweza tukaabudu Mungu huyo, hata wapige story, hata waimbe nao, hata wakaribishe piteni na nyumbani mnywe maji, au hawataki, wakasema funga mji, funga mji, funga makanisa, funga makanisa, funga kabisa, hao wainjilisti wasipite hao. Funga, wamefika wasabato hao. Funga, wamefika hao wanaohubiri miaka 6 hao, wafuasi wa maringo. Funga, yani fukuza kwenye wanafuta ushirika. Hata sasa nimesikia mmoja, nikasikia jamaa yangu yuko kule Tarime, akadiritiwa kwenye ushirika wa kanisa, akasema hawa watu ni hatari. Hawa watu ni hatari, maana watafundisha wengine kwenda mashambani. Wakati kanisa hili sasa linafuata agenda ya 2030 ya Umoja wa Mataifa, inasema hamieni mjini mtapewa vitu bure. Haya, waendelee kukako. Agenda hiyo iliwaponza Misri, walirudishwa, mwisho wa siku wakawa watumishi wa Mungura, watumishi wa Farao. Na utumwa ulianza hivyo. Walikopeshwa, maana ukienda mjini utaingia tu kwenye mikopo. Taasisi za mikopo sasa zinaongezwa. Utakopa tu, maana utadaiwa kodi na una. Utadaiwa mchango kanisani na una. Utaambiwa kopa. Hata wachungaji wanakopeshwa yani wachungaji wenyewe wamefanyaje? Wanakopeshwa. Sasa kama umekopeshwa, utahubiri ujumbe ambao General Conference haitaki, wakati utamkopa rafiki yangu wa milioni 20. Hey pastor, you are in loan and people don't want you to preach what Jesus wants. Hawataki, na mkopo nao watakwambia leta pesa na mshahara huna. Sasa utailipaje? Watu wengi wanaogopa sasa, hapo nifanyeje? Akasema bora nyamaze tu. Haya, tuachie tu akina Mpingo, tuachie tu hao mitaani huko. Sawa. Sasa hatari yake ni nini? Upendo umepoa. Na upendo wa wengi ulitabiriwa utapoa. Utakuwa baridi. Je, Yesu akiona afunguliwi, milango inazidi kufungwa ya injili, bado ulimwenguni napo YouTube zinaelekea kufungwa. Wewe ona tu migogoro tu, mara sijui Twitter imefungwa kwa sababu walidukua sijui nini zizi za serikali. Sikiliza, ipo itafungwa, zitafutwa za kwetu wa Sabato. Zitafungwa kwa ajili ya injili siingie Yeriko, isiingia kwenye miji. Walifunga ili tarumbeta zisije zikapita Yeriko.
Maana zile tarumbeta ilibidi watu wazisikilizie kwa mbali kutoka nje, na lile lilikuta lilikuwa kubwa. Lilikuwa yani zile tarumbeta wanazisikia kwa mbali. Yani jumbe washiriki sasa wanazisikilizia kwa mbali. Anasema sauti ya nini? Kama onyo hivi, kama Yesu anakuja hivi. Yani wanazisikiza kwa mbali. Ndani wamepigwa loki. Sasa hiyo habari itaenda mpaka lini? Hodi za mwisho za Yesu zinahesabika. Itafikia mahali Mungu atafanya nini? Atafanya kicking. Kicking ni nini? Shaking. Alichokifanya Yeriko najua ni nini? Biblia kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 6 inasema Yeriko mji ule ulikuwa umefungwa na malango yake yote ilikuwa ndani ya lockdown. Wakifungia nini? Tarumbeta zisipite hapo, ujumbe usingie. Okay? Mungu alichokifanya, hodi ya kwanza siku ya kwanza, hodi ya pili siku ya pili tarumbeta zinapigwa, siku ya tatu hodi ya tatu, siku ya 4 hodi ya 4, siku ya 5 ya 6 ya 7 zilipigwa za mfululizo. Yani kama ilikuwa anagonga hivi, anasubiri mgeni fungulia mlango, mgeni aingie. Anaongeza kugonga sasa maradufu. Zile zilipogongwa zile za double paka mara 7 hawakufungua. Mungu akasema sasa hiyo nyumba shusha yote. Yani hiyo ya mwisho ni inaitwa kicking destruction. Yesu akasema si hawafungui. Mimi ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana wa maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu elfu walipendao na kuzishika amri zangu. Akashusha ukuta. Maana yake ni kwamba kwa uweza wake kufunga kwako akumfanya asiingie. Kufungia kwako washiriki wasipate ujumbe akumfanya Yesu asiwapate. Ana uwezo wa kushusha ile kanisa zima. Ana uwezo wa kutikisa, yani ana uwezo wa kufyatua mlipuko wa volkano mahali hakuna volkano, na siku hiyo washiriki wote wakatawanyika. Kila mmoja akaenda kusikiliza sauti ya kondoo, sauti ya mchungaji mahali anaisikia. Ana uwezo wa kusambaratisha makanisa. Yesu ana uwezo wa kusambaratisha majiji. Anaweza akapiga moto masoko na moto msijue umetokea wapi. Ana uwezo wa kupiga hizo doti zao tu za electricity, za umeme. Anaweza akaunganisha tu sikaripuka moto kwenye majiji. Mungu tunapomfungia nje tunajitakia matatizo. Tusome amri ya kwanza hadi ya 3 ya Mungu inasemaje? Muda na Mungu hatuna, ila na dunia tunao. Tunasema ya kwamba Mungu ametuacha na Mungu ameiacha dunia. Watu wanasema ya kwamba tule tushibe, maana kesho tutakufa tu. Maana wanajua hamna kitu ambacho Mungu aliongea. Hata anawaambia miaka 2000, miaka inakaribia, miaka 6000 inakaribia mwisho, na tutaona harakati za sheria ya Jumapili ambazo hatujawahi kuziona. Wengine wanasema kwamba hapana, mmechanganyikiwa tu. Sikia, Mungu katika Kutoka 20 amri ya kwanza inasemaje? Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Anataka sabato. Anataka muda mwingi uwe na yeye. Kazi ya kula kwa jasho itendeke kwa kiasi. Ibada ziwepo nyingi. Kazi ya siku 6 zifanyike. Prayers kama maombi kama ya Enoka, asubuhi, mchana, jioni yawepo. Yasipokuwepo wewe huna Yesu ndani. Yesu yuko nje anabisha hodi. Mpendwa. Kwa hiyo kama unafanya hivyo,
hodi zake za mwisho zinaelekea mwisho. Ikifika 2027, wapendwa, narudia, ikifika ule mwaka Yesu alibatizwa. Mnakumbuka Yesu alibatizwa mwaka gani? 27 AD. 27 AD. Katikati ya mwaka, imebaki miaka mingapi kufika sasa? Ni kama miaka 2.5. Tunaelekea 2027.5 katikati. Kwenye hiyo miezi, kama hatutakuwa na muda na Mungu mpaka hapo, sheria ya Jumapili ikipita, ikifanyeje? Ikipita, tumekwisha. Kama ukuwa na Mungu, kama ukutembea na Mungu kama Enoka, kila saa, kila wakati. Ninashangaa Waadventista wa Sabato unipigie kwenye simu yako wimbo wa Bongo Flava mpaka sasa hivi 2025. Ninakushangaa kwa sababu fungu linasema kuipenda dunia na mambo yake ni uadui na nani? Na Mungu. So listen to worldly music, watching movies 2025. Uko hatarini. Yesu anabisha hodi za mwisho kwa familia yako. Baada ya hapo anakuja kushusha nyumba nzima. Atazika nyumba nzima. Mlisikia Mungu anapasua ardhi. Makanisa ambayo hayataki ujumbe wa Mungu wa mwisho, ujumbe wa malaika watatu, atashusha nyumba nzima kwa mafuriko, kwa matukio mbalimbali. Maana hii mbinu ya tatu ya hodi za Yesu ni matukio. Ata speak by events. He will speak by what? By events. Anasema ya kwamba event hizo au matukio hayo yatajumuisha mioto kwenye majiji ambayo italetwa na shetani, kisha kuambia watu wachague Jumapili ndipo iwe nini? Iwe Sabato. Ili hayo matukio yafanyeje? Mungu ataweka ulinzi kwa watu wa Mungu ambao walipuuza maagizo ya Mungu, walipuuza hodi zake. Ataacha waangamie na mafuriko, ataacha waangamie na mioto, ataacha waangamie na matetemeko. Vile majengo mnayaona kule Ulaya yanatokea, tetemeko limetokea nchi fulani, si Afghanistani, inashusha magorofa. Ukikuta Msabato na ukuwa na time na Mungu, ulisikia maonyo, anaacha familia yote inaenda. Habari zilizotufikia hivi punde ambapo inaeleza siku hiyo hata ukiomba hautajibiwa. Kipimo cha 7.7. Siku hiyo hata ukiomba hutajibiwa. Hodi za mwisho za Yesu zinapigwa dabo, zinapigwa haraka. Unajiongeza kwamba kwa nini message zinakuja za mfululizo hivi? Kwa nini message jumbe zinakuja za mfululizo? Kwa nini? Jiongeze. Kwa nini matukio yanaenda ya mbio yanakuja mfululizo, huku hivi, huku vile? Yesu anasema kwamba tusiwe na miungu mingine. Anasema katika amri ya pili, anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini duniani. Maana yake anasema usijifanyie Mungu roboti. Usijifanyie roboti ya kitu chochote cha wapi? Cha mbinguni, ili uvitumikie. Usijifanyie kitu kifananacho na Mungu ili ukitumikie. My friend, usijifanyie sanamu hata ya mwanadamu wenzako, kwa maana tuliumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Unapotengeneza roboti, unatengeneza sanamu ya mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo unamfanyia sanamu Mungu. Anasema usichonge wala usifanye zile za kuchora. Kisha anasema usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako, Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye nini? Wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Nataka tuishie hapa. Hizi tu amri 3. Unajua zina maana gani? Iko hivi. Mungu ni pendo. Mungu ni nini? Ni pendo. Hiyo kila mtu anajua. Ila hatujui nini maana ya hiyo. Upendo wa Yesu ni mkubwa. Kuna mtu aliimba akasema ya kwamba upendo huo
wimbo mmoja unaitwa kwamba the love of God is greater far, but no tongue or pain can never explain. Yani upendo wa Mungu ni mkubwa sana, unaenda mbali, hata kama hakuna ulimi wala peni wala kalamu inayoweza kuandika, hata kama anga lingekuwa nini kama karatasi, hata kama bahari zote zingekuwa kama wino, tusingeelezea ule upendo ulivyo mkuu. Sasa upendo ulivyo mkuu, kinyume chake ni wivu mkubwa usiopimika. Greater love, kanuni za mathematics ziko hivi, ngoja niwaelekeze. Hata hatujui vizuri Mungu anamaanisha nini. Iko hivi, kwenye hesabu tulijifunza ya kwamba Mungu ana upendo mkubwa, greater love, greatest love, greatest love. Sawa? Hii tunasema kihesabu, greater love is directly proportional to greatest jealousy, GJ. Yani upendo mkubwa ni directly proportional na wivu mkubwa. Upendo mdogo, small love, little love, love na wivu ni small jealousy. Direct proportional. Kwa hiyo GL ni direct proportional to GJ. Yani upendo mkubwa ni direct proportional na wivu mkubwa. Upendo mdogo, wivu mdogo. Sasa Mungu wetu upendo wake haupimiki, vivyo hivyo ana wivu usiopimika. Je, ukiwa umeona ndoa, mume anampenda sana mwanamke, alafu mwanamke akawa hana muda na mume, wakati huyu mume ana upendo mkubwa sana haupimiki, hata aliwahi kutoa nini figo ili mwanamke wake apone. Sasa sikiliza, huyu mwanamke akifanya ujinga akamwacha huyu mwanamume, kitakachotokea ni nini? Sana wivu mkubwa. Sikia, atakuja kubisha hivi, umemfungia nje, anabisha ngongongo, ufungui, sawa. Atakachoenda kuifanya, anakuja kuchoma nyumba, anakulokia nje, na yeye anafanyaje? Anapiga moto. Ndo madhara ya upendo mkubwa, wivu mkubwa. Ndo madhara. Tunaposema Yesu ana upendo mkubwa, tukumbuke neno hilo ya kwamba ana wivu mkali sana. Na Laodikia vile amejifungia, kitakachofuata, the whole structure will fall. Ellen G. White anaonyeshwa maono katika kitabu cha Selected Messages volume ya kwanza, sio hii 21, hii 2M. Hiyo Selected Messages volume ya kwanza, anaambiwa ya kwamba wakati Laodikia amejipiga lockdown, Laodikia amejifanyaje? Amejifungia ndani, hataki mume. Laodikia, mji ulio bize, kanisa bize. Laodikia, hapa kuna nini? Kuna Yeriko, mji ulio bize, watu bize. Alafu humu kulikuwa na watu ambao si watu. Humu kulikuwa na fake generation wengi sana. Fake generation walikuwa wengi sana. Ma-GMO walikuwepo humu. Ma-GMO people, ma-transhumanism walikuwa naishi humo wengi sana. Hata hapa kwenye biashara za madini, majiji makubwa hayakosi GMO nyingi. Hao wanadamu ambao walitokana na amalgamation ni wengi. Majini watu yamo. Maana si kulikuwa na perfume na huku, yani yale hizi cities, haya majiji haya. Maana hili kanisa la Laodikia lilikuwa mjini na hii Yeriko ilikuwa ni jiji. Haya makanisa yanaendana na hali ya miji. Makanisa ya mijini yanaendana, yani ukikuta kanisa la mji wa Dar es Salaam, washiriki wako kidadada, wako Dar es Salaam, kwa sababu mazingira yana shape mmea ukuaje. Mmea uliotea kwenye bafu, unapata maji ya nini? Ya sabuni, ya soap zinatirika kule. Lazima tu utakuwa hivyo. Sasa Mungu alisema hivi, kama ili kanisa litaendelea kubaki kwenye mji wa Laodikia, yani makanisa yabaki mjini, matokeo yalikuwa yafuatayo.
The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among the Seventh-day Adventists. Adui wa roho alipendekeza kwamba matengenezo makuu yalitakiwa kufanyika ndani ya Waadventista wa Sabato, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of the faith, of our faith. Anasema kwamba na matengenezo haya yalionyeshwa kuwa yangeambatanisha, yangeenda sambamba na kuondoa mafundisho yanayosimama kama nguzo zetu za imani. Kuondoa tarumbeta ngapi? 7. Kuondoa nini? Tarumbeta 7. Na hiyo hiyo ndio ilipelekea kujifungia. Maana tarumbeta 7 zinakuwa nje. Zinakuwa ngapi? Nje. Kwa hiyo gospel ya ujumbe wa kweli inakuwa inasikika kutoka nje ya kanisa. Wahubiri wa kweli wanakuwa nasikika kutoka nje. Tarumbeta ya kwanza, tarumbeta ya pili, tarumbeta ya 3, tarumbeta ya 4, tarumbeta ya 5, tarumbeta ya 6, tarumbeta ya 7, hizi zote zikafungiwa nje. Ndiyo maana Yesu anagonga odi kuingia huku. Watu huku wamejitengeneza system mpya. Matengenezo hayo yalikuwa yametabiriwa kwamba kanisa lingefanya matengenezo bandia ya kufunga hizi jumbe zinazosimama kama nguzo za imani, ambazo nguzo za imani ziko ndani ya jumbe 3 za malaika watatu. Tuliona kwenye somo la part 4, tarumbeta 7, part 3, tarumbeta 7, makuhani 7 na siku 7. Tuliona mambo yaliyokuepo hapo. Na hivyo anasema matengenezo haya yangeondoa mafundisho hayo ya imani yetu. Hizo nguzo 7, matengenezo ya afya ni kweli yameuawa ndani ya kanisa wenyewe. Alafu onyo la watu kujihesabia haki, onyo la watu kujiandaa na chapa ya mnyama, kurejea kwenye original intelligence, kuepukana na Jumapili, kuepukana na ecumenism, muungano wa makanisa, muungano wa wafanyakazi na vyama vya mikopo, hiyo imezimwa. Maana ujumbe unaohubiriwa ndani ya mji ni kwamba watu wafanye ujasiriamali, wakope mikopo na kadhalika. Sasa haya yote yalitabiriwa na Ellen G. White. Anasema kwamba kama matengenezo haya yangechukua hatua, yangefanyika, nini ingekuwa matokeo? Kanuni za kweli ambazo Mungu katika hekima yake alilipatia kanisa la masalia zingefanyeje? Kanuni za kweli, the principles of truth, zingekataliwa, zingekuwa discarded. Our religion would be changed. Dini yetu ingebadilishwa. Fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Hizo fundamental principles, kanuni za msingi ambazo zimeshikilia kazi ya Mungu kwa miaka 50 iliyopita tangu akina Ellen G. White waanzishe, zingehesabiwa hizi ni makosa. Ingehesabiwa tulikuwa tunakosea. Kusema upapa ni mnyama, tulikuwa tunakosea. Kusema upapa ni mbaya, tulikuwa tunakosea. Sasa hizi zilikuwa ni fundamental principles za msimamo kwamba sisi tunatakiwa kusimama kama watu wa Mungu, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, watu unique, watu wa pekee, ukuhani mtakatifu. Hiyo ilionyeshwa hapana, tuko kama watu wengine. A new organization would be established. Mfumo mpya ungeanzishwa ndani ya kanisa. Reorganization imefanyika ndani ya kanisa, ndani kwa ndani. Yaani maboresho, yakafanyika maboresho, tuweke hiki, tuweke hiki, tuweke system iende hivi kiserikali, serikali wao wafanya hivi na sisi tunaenda hivyo, serikali wanaenda hivyo na sisi tunakopi. Paka sasa inafikia mahali tuna usalama wa taifa sasa kanisani. Watu tunaishi tu kiserikali, yaani kidunia. Hatujipiganii hivyo. Wana wa Israeli kama wangejipigania wao, Yeriko ilikuwa inawamaliza. Wasingeshinda wala wasingevuka Jordan. Kama tukijipigania sisi, tukategemea magwaride zaidi, tutaangamia, kwa sababu pasipo Mungu hakuna ushindi. Ushindi uko wapi? Kwa Mungu. Ndio maana Joshua alikuwa anaambiwa, tazama nimekukabidhi Yeriko. Kama Mungu hajasema nimekukabidhi, walikuwa wanaenda kupigwa. Paka Mungu atukabidhi, yani sisi tunapewa ushindi kabla ya siku ya ushindi. Tazama nimekupa Rumi.
mnaenda mnaishusha. Tazama nimewapa hiki, mnaenda mnamaliza. Lakini tumwache Mungu ndipo twende tukashinde. Never. Anasema ya kwamba matengenezo hayo yangeendelea, na matokeo yake ni kwamba the Sabbath of course would be lightly regarded. Sabato ingechukuliwa ikuwa ya kawaida juu. Watu watapumzika nusu, watafanya mambo ya ujinga siku ya Sabato, ingechukuliwa kiwepesi lightly. As also the God who created it. Pia Mungu aliyeumba Sabato angepuuzwa. Anachukuliwa tu wa kawaida. Hawatachukulia tena kama Mungu mwenye wivu, watachukuliwa ni kama miungu vingine tu vya kudharau. Je, si ndivyo tunakuwa? Tuache dharau. Mungu ana wivu. Upendo mkubwa, wivu mkubwa. Biblia inasema ya kwamba Mungu ni mwenye wivu na atapatiliza. Hawezi kuondoka bila kupatiliza. Anasema ya kwamba nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. Hakuna mtu atakwamisha kwa mfumo. The leaders would teach that virtue is better than vice, but God being removed. Hawa watu wangefundisha kwamba wema ni bora kuliko uovu, lakini God be removed. Mungu aondolewe. Yaani tuachane na hayo mambo ya Mungu sana hayo. Tuache hayo mambo ya Mungu sana. Hizi jumbe sana hizo. Ndio maana hata mhubiri wa mahubiri ya net event, kuna wakati anajaribu kupiga ujumbe kabisa, kama anaenda kubonyezwa hivi, kesho anakuja anaongea anarudia, anazunguka, kwa sababu kuna watu wanasema hayo hatutaki sisi, hayo hatutaki. Wewe kayafanye huko Kenya. Usituharibie taifa hapa, kayafanye huko Kenya. Unaona? Sasa mambo yakiendelea hivyo, nini matokeo? Anasema ya kwamba they would place their dependence on human power. Wataweka utegemezi wao katika nguvu za mwanadamu. Okay, kwa Teddy. Mategemeo yote kwa Teddy. Matumaini yote kwa Teddy. Mafanikio kwa Teddy. Maelekezo kwa Teddy. Kila kitu kitakuwa kwa Teddy. Sasa iko hivi. Mungu anasema utegemezi huo kwa Mungu wa mwanadamu, Mungu mtu, which without God is worthless. Yani pasipo Mungu hamna kitu, ni bure. Anasema their foundation would be built on the sand. Msingi wao, jengo lao litakuwa limejengwa juu ya mchanga. And what? And the storm and the tempest would sweep away the structure. Na dhoruba zingekuja sasa. Hizo sasa ndo Yesu abishi hodi tena. Anaruhusu mafuriko na dhoruba na matatizo na Sunday law inakuja kubomoa nyumba zima. Si Laodikia afungui mlango. Kitakachofuata dhoruba. Hizi tarumbeta zitanyamaza. Zitaenda kutafuta watu Babeli. Hizi tarumbeta, hizi message, hizi jumbe ambazo tunazisikia hata sasa zinaelekea kukata. Narudia tena, hizi jumbe ambazo tumeendelea kuzisikia zikionya kwamba tufanye matengenezo hapa, turekebishe hiki, tufanye hivi, Yesu anakuja, zinaelekea kukata, zinaenda Babeli. Zinaenda kuita watu watoke wapi? Babeli. Huku nako wamejifungia. Sawa? Hapa kuna watu wamejifungia, huku Babeli napo watu wamefungiwa huku. Ila wengine wako kwenye ukuta tu, hawako ndani ya Babeli kabisa. Si hata tulijifunza mpendo kwamba hata wewe hauko Babeli ndani, ila tu kamguu ndo kako wapi? Kako kwenye ukuta. Ila uko kidogo, maana unasikiliza kamuziki ka Diamond kwa mbali. Yaani kwa mbali uko tu kwenye ukuta wa dini wa Babeli. Yaani hauko Babeli sana. Yaani hauvai zile nguo za uchi kabisa, ila kasketi ni kafupi kidogo. Yaani hauko ndani ya Babeli sana, hujazama. Na pia rafiki yangu, pombe hunywi kabisa. Lakini tu unatumia kale kachai kale kanaitwa caffeine, chai ya caffeine. Unatumia tu. Kwa hiyo hauko Babeli sana, ila uko tu kwenye ukuta. Yaani uko standby, kwamba ikitokea la kutokea wewe unafyatuka. Sasa mpendwa, kaa vizuri. Maana Babeli ina uterezi.
Mvua itakaponyesha Babeli kutakuwa na utelezi. Usikae mguu mmoja uko wapi duniani, mguu mmoja uko kanisani. Bora uchague kabisa, maana Yesu amesema bora uchague vuguvugu au moto. Yaani uwe baridi au moto. Ukisimama kwenye ukuta, ilitokea bahati kwa Rahabu. Wewe unapoendelea kukaa kwenye ukuta kwamba tunasubiri miaka isogee, imebaki mitano. Maringo amesema imebaki mitano. Haya, tunakaa vizuri kabisa hapo kwenye ukuta hapa. Sasa unapokaa kwenye ukuta, rafiki yangu, mara unakuja mterezo, rafiki yangu. Unatereza na NIDA, unatereza na jamii namba, unatereza na digital ID, unatereza paka wapi? Paka ndani Babeli. Baada ya hapo kurudi sasa kule kwenye ukuta itakuwa ni ngumu sana. Na wakati huo hizi tarumbeta zilizokuwa zinakusaidia, hata unabaki kwenye ukuta pale unasikia ka ujumbe, utasikia. Utakuwa kama nini? Utakuwa kama mtu mmoja aliandika kwenye kitabu cha Mithali 30. Mithali 30. Mithali 23. Yes. Mithali 23 inasema nini? Mithali 23 inasema ya kwamba wale ambao watatereza na kudondokea Babeli kuna mvinyo, na mvinyo usitazame ilivyo nyekundu. Inasemaje? Inasema hivi kwenye Mithali 23. Inasema, ndugu yangu, usitazame jinsi mvinyo ilivyo nyekundu. Hii wapi? Hii kwenye Mithali 23 kuanzia fungu lile la ngapi? Fungu lile la 23 inasema, inunue kweli wala usiuze, na hekima na mafundisho. Hayo ndio yanakusaidia kufanyeje? Kubaki kwenye ukuta wa Babeli, ama uje kabisa kwa Yesu jumla. Sasa wale ambao wanasubiri muda ndio waje kusimama kwenye Sabato, lakini wameshasikia na kuelewa kabisa kwamba Sabato ya kweli ni Jumamosi, na walishasikia kabisa ujumbe wa kweli ni ujumbe wa malaika watatu, na walishasikia kabisa nguzo 7 za imani, matengenezo ya afya, ushindi wa dhambi, roho ya unabii, ndio vitu wanatakiwa wavishike. Hata ibada za wafu wameshajua kwamba si salama. Wanasema ya kwamba usishike hizo, usiuze. Baba yake mwenye haki atashangilia, naye amzae mtoto mwenye hekima atamfurahia. Na wafurahio katika baba yake, na wafurahi baba yako na mama yako, na afurahi aliyekuzaa. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Kwa maana kahaba ni shimo refu. Kahaba ni nini? Shimo refu. Na malaya ni nini? Rima jembamba. Na huotea kama mnyang'anyi huamweza. Twende. Fungu linalofuata inasemaje? Fungu la 31. Mithali 23 set 1 31 inasema, tunashindana, kahaba ni mbaya, tukimbie. Namba 2, Babeli kuna mvinyo. Ukiterezea ukaingia kule ndani kabisa, utadanganya, utaambiwa mambo yako shwari kabisa, hamna kitu. Hao wanaongea tu vijana, hao hawajasoma hao. Yaani hao mambo huku yako vizuri, tunaboresha tu teknolojia, GPA sijui nini, pai. Huku kuna pai, huku kuna cryptocurrency, tunaboresha tu. Alafu wamebuni kitu kinaitwa smart cities. Yaani badala ya kuandika jela wanaandika mji smart, nyumba smart. Badala ya kuandika jela wamebuni njia. Babeli ni waongo. Yaani gereza linaandikwa, aliandiki tena sasa hivi prison, linaandikwa smart city. Simu inaitwa smartphone, lakini ni gereza. Hizi ni jela, inaitwa smartphone, smart city, smart life, smart people. Sasa huo uongo unaitwa mvinyo. Baada ya watu kuwa wameiuza kweli, wanaisaliti kweli na kuikataa kweli, watapokea mvinyo. Sasa anaonya, usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, ulitiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu, mwisho wake huuma kama nyoka, huchoma kama fira. Macho yako yataona mambo mageni. Mambo mageni utayaona kwenye macho, na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Naam, utakuwa kama alalaye katikati ya bahari.
Yaani utasikia kama uko katikati ya bahari. Nibembeleze nibebe. Utaisikia hapo. Kama uko kwenye nini? Kwenye bahari. Utaamshwa, utasikia. Anasema ya kwamba mtu akizama Babeli kabisa, ukajichubua, ukatoboa na masikio, ukaweka na lipstiki, ukaleta na nywele bandia, ukapaka na mafuta bandia, ukavaa na nguo za hovyo, baada ya hapo my friend, Yesu atasubiri tu siku ya kuja kubomoa ukuta ili ubaki uchi kabisa, waone kwamba aibu yako ilikuwa hivi, A to Z yako ilikuwa ni hivi. Sawa? Sasa anasema hivi, kabla ya kufanya hivi anasema, na utakuwa kama alalaye katikati ya bahari, au kama yeye asinzaye juu ya mlingoti. Utasema wamenichapa wala sikuumia. Utasema wamenipiga wala sina habari. Nitaamka lini nitazidi kuitafuta tena. Yaani utahubiriwa na utasikia walichokuhubiri. Yaani hiyo hali ikifikia hiyo ni hali inaitwa ICU. Inaitwa nini? Inaitwa nini? IC. Kwa kifupi inaitwa ICU. Madaktari ndio wanajua kirefu chake hii. Inaitwa ICU. Yaani hiyo inaitwa ICU, wapendwa. Yaani ninakuona ila sikusikii. Unaona? Mhubiri ninakuona ila nakuhubiri. Huyo mtu yuko ICU. Yaani huyo mtu ni pre-mighty, ni pre-dead. Wapendwa, kama Mungu ni mwenye wivu, ana kinachofuata baada ya kukataa ujumbe ni rueni, ni uharibifu. Ndio maana Yerusalemu walipomfungia Yesu nje, kilichofuata aliwaaga. Tusome Mathayo 23. Tusome 23 Mathayo. Yesu akikataliwa, ni mwanamume mwenye wivu, lazima avunje nyumba. Akikataliwa ni mume mwenye nyumba. Ogopa sana wanawake wanaogopa sana wanaume wenye hasira. Maana mwanamume mwenye hasira ukimkataa na walikuwa nakupenda sana na ulikula vyake, ukifanya tu hivyo, anakachokifanya anakuja na bomoa, anakuchomea hata ndani. Sasa Yesu ni sampuli ya wapenzi wa hivyo. Kama ulikuwa hujaelewa mama, hujaelewa baba ya kwamba Yesu ni nani, Yesu ni sampuli ya wanaume wenye wivu mkali. Ukimkataa, jiandae kisaikolojia na kiakili na kiroho, jiandae, anakuja. Sikia, watu wa Yerusalemu walipoamua kufunga mkataba na Warumi, wakasema hatutaki Yesu, kwani Yesu sio Mungu huyo Yesu si mtoto wa Sulemani tu. Wakamdharau Mungu wakisema tu amezaliwa tu kwenye zizi yule. Hata sisi hatujawahi kulala kwenye zizi. Dharau, kiburi. Dhambi za kiburi hizo ni mbaya kuliko chochote. Maana Yesu aliwaambia hivi. Kwanza kuna kitu kumbe nilisahau kuambia. Kwamba ile stage ya kwanza ndoa ni watu wanaanza kukosa muda wa pamoja. Maombi hawana. Si ndio? Sabato nusu. Aina tafakari za Mungu. Sawa? Kilichofuata huwa ni kutupiana maneno machafu. Sawa? Maneno machafu. Mbwa wewe. Nguruwe wewe. Sawa? Sasa wanapoanza kutupiana maneno hiyo, unaona, ya mbwa wewe. Sawa? Nguruwe wewe. Wanapoanza kutupiana maneno hiyo, ujue hiyo ndoa inaelekea iko mbali. Na ikifika hapo, kinachofuata ndicho kilifuata kwa Laodikia. Mungu alianza na maneno mazuri tangu kanisa la Efeso mpaka la Philadelphia. Anasema tazama una nguvu kidogo, lakini nakupa walio sinagogi la shetani, watakuja, lakini watakuja kujua ya kwamba nimekupenda. Ujumbe kwa Philadelphia anasema watakuja kujua tu kama ninakupenda. Ulikuwa ni mzuri. Lakini ile ndoa ilipokosa muda wa pamoja, wakati alisema kabisa ninachotaka ni Sabato, ninahitaji muda na wewe zaidi. Wakajua Sabato anahitaji. Baada ya hapo, badala ya kuizingatia, ndio wakaipuuza, kama ambavyo tunaipuuza sasa hivi. Tunafanya kazi sana
Si nilisema hata kwenye part 4 kwamba kuna watu wana biashara zinaendelea siku ya Sabato, mabasi yako barabarani. Si nilisema kuna wengine wameajiri, kazi zinaendelea. Unajiparia mkaa ndugu yangu. Yesu ni mume mwenye wivu. Aliwaambia upendo, lakini kwenye ujumbe wa Laodikia wanatupiana maneno mabaya, maneno makali. Kipofu wewe. Uko uchi wewe. Unaona? Una mashaka wewe. Unaona? Yaani maneno ya kwenye ujumbe wa Laodikia. Fikiria kama wewe ni mume na wewe ni mwanamke, ndio mume wako anakwambia hivyo. Kipofu wewe. Uchi wewe. Unaona? Unaambiwa maneno hayo, utajisikiaje? Unaambiwa wewe unajidai tajiri, wewe ni masikini tena anasema wewe ni wa hovyo, wretched, naked. Anasema wewe uko uchi. Kila kitu wewe hamna kitu, una nguo wala nini. Na wewe unasema unaona mimi na magauni mazuri. Anakuambia wewe uko uchi tu hapo mbele zangu. Hivi hiyo ndoa kama ndoa inafikia hatua hiyo, mnajibizana maneno ya hivyo, hiyo ni ndoa sasa? Hiyo iko ICU. Na ndivyo ambavyo kanisa ambalo linaletea maneno makali, hiyo ni ndoa iko kwenye stage ya kwenda kuvunjika. Na sasa hivi niulize swali. Tangu 1844 wapendwa, hivi kanisa lishawahi kumfungulia Yesu? Tangu 1844. Je, tulishawahi kufungua mlango? Pamoja na hodi zote za ujumbe wa kufanya matengenezo, tumeletea ujumbe wa matengenezo ya afya. Acha nyama, kula hiki, ninakupenda, fanya hivi, acha mavazi mabaya. Haya, muziki mibaya tuiache. Haya, fanya hivi. Ombeni Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu ana masharti. Roho Mtakatifu ana masharti. Akija anasema, hekalu langu usilichafue. Hataki pombe, hataki soda, hataki nini. Hataki maovyo ovyo. Sasa hizi zote zilikuwa ni hodi za Yesu. Hizi hodi za Yesu zikakemewa vibaya. Mnatupigia kelele nyinyi, toka hapa. Na yeye akajibu, wewe uko uchi. Na wewe toka hapa unanipigia kelele. Na wewe ni maskini, kipofu. Na yeye huyu anarudisha maneno. Mwanamke anajibu, Yesu naye anajibu. Tena anasema kwamba na ukiendelea sasa hivi kama hutotubu, hutarudi kwako, nitakutapika. Hayo ni maneno mazuri hayo kwenye ndoa. Mwanaume akwambie, tazama nitakutapika. Ukiambiwa hivyo mama, si unajisikia vibaya? Kama mume wangu ananiambia mpaka atanitapika. Lakini tulishawahi kustuka kwamba hayo ni ndoa iko kwenye maneno machafu. Baada ya hapo, toka 1844, kama makanisa hayajafungua mlango ujumbe ubarikiwe, na ubarikiwe waupokee kwa furaha na shangwe, bado Laodikia uko ndani ya lockdown. Hii lockdown mwisho wake ni 2028. Mwisho wake hii lockdown ya Laodikia ni 2028. 2020 ngapi? Why? Mtakuja kujua. Maana hao watu wa Yerusalemu, Yesu alipobatizwa, alibatizwa 20 ngapi? 27 AD. 27 AD ilikuwa katikati ya mwaka. Akabatizwa Yesu. Alipobatizwa akaenda Galilaya. Hii kazi ya Yesu iliyoanza hapa, ilienda kukoma mwaka gani? Ilikoma mwaka gani? Ngoja tueleweshane wapendwa. Hodi za mwisho za Yesu kwa Yerusalemu zilianza alipobatizwa AD. Sawa? Zikaenda kukoma 31 AD. Si ndio? Baada ya hapo aliwaambia maneno makali. Kwanza aliwaambia waliosababisha watu wamfungie Yesu nje. Aliwaambia Mafarisayo na waandishi. Akasema ole wenu viongozi vipofu. Unaona hiyo ndoa inaanza maneno machafu? Akaanza kusema ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu. Haya ni maneno mazuri kwenye ndoa. Hii ndoa ilikuwa iko mahututi 2000 hapa 27 AD inaenda sambamba na 2020 ngapi? Hii msipoelewa sasa mtakuja kuelewa baadaye. Let your living water flow